Ndugu wageni waalikwa, kama tunavyofahamu, idadi ya vijana Tanzania wenye umri wa miaka kati ya 15 mpaka 35 kwa sasa inakadiriwa ni takriban vijana milioni 20.6 ambao ni sawa na asilimia 38.4 ya idadi ya watu wote nchini Tanzania. Kwa upande wa sekta za mifugo na uvuvi, kuna takriban vijana 1975 huwa wanahitimu mafunzo katika ngazi ya stashahada na shahada kila mwaka, ambapo asilimia 9.5 ya wahitimu hawa ni katika fani za mifugo na asilimia 23 ya wahitimu ni katika fani ya uvuvi na ukuzaji wa viumbe maji, ndio ambao wanaajiriwa serikalini. Hali hii imesukuma serikali ya awamu ya 6 kufikiria mbinu mbadala ya kuhakikisha kwamba vijana wanawezeshwa kujiajiri ili kukabiliana na changamoto ya ajira kwa vijana hapa nchini. Ndugu wageni waalikwa, utakumbuka kwamba Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakati wa kampeni za kugombea urais wa mwaka 2025 alitoa ahadi ya kutoa shilingi bilioni 200 kwa makundi mbalimbali kwa ajili ya kufanya biashara ndogo za kati, lakini pia na kampuni changa. Lakini vile vile wakati anafungua bunge bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pale Dodoma tarehe 14 mwezi Novemba 2025, Mheshimiwa Rais alisisitiza kwamba jitihada zozote za kuleta maendeleo zitakazochukuliwa na serikali kwa namna yote ile zilenge kuinua na kuongeza thamani ya utu wa Watanzania, ikiwemo pia kuongeza na kuchochea upatikanaji wa fursa za kiuchumi na ajira maalum kabisa kwa vijana. Ndugu wageni waalikwa, napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutimiza ahadi yake, ambapo Wizara ya Mifugo na Uvuvi imeshapokea shilingi bilioni 23 katika awamu ya kwanza katika zile zilizoahidiwa na Mheshimiwa Rais katika ahadi zake. Leo hii kama nilivyotangulia kusema, tumekusanyika hapa kushuhudia utoaji na ugawaji wa fedha hizi katika wizara hii takriban bilioni 7 ambazo leo nimekwisha kuzikabidhi, ikiwa ni mikopo ya masharti nafuu ya kuwezesha upatikanaji wa mitaji katika programu ya BBT uvuvi kwa wahitimu waliohitimu mafunzo kwa vitendo, ambao kwa pamoja tunasema tunajenga kesho iliyo bora, si kwa maneno bali kwa vitendo yanayozalisha ajira, kipato na matumaini kwa vijana wa Tanzania. Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana imetoa mwongozo wa jumla wa namna ya kunufaika na shilingi bilioni 200 zilizotolewa tayari na Mheshimiwa Rais. Aidha, nipende kuchukua fursa hii kuipongeza Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa mara nyingine, kwani wao tayari wametoa mwongozo mahususi ambao unawaelekeza vijana, na mimi nimeuona, wameushia kwenye mitandao ya kijamii, ambao unawaelekeza vijana namna ya kuomba mikopo hii pale walipo, na baadhi ya maelezo ameyatoa Mheshimiwa Naibu Waziri hapa. Katika kiasi hiki cha bilioni 7 ambacho kimekabidhiwa leo, kitawezesha vijana 308 ambao hawa ni baadhi tu ya wahitimu wa programu ya BBT uvuvi, hii ambayo inatekeleza programu ya ufugaji wa samaki kwa vizimba, ufugaji wa jongoo bahari, lakini pia unenepeshaji wa kaa, sambamba pia na kilimo cha mwani. Fedha hizi zinatolewa kama mikopo ya masharti nafuu ya vifaa na pembejeo muhimu za ukuzaji wa viumbe maji pamoja na posho za kujikimu. Nipende tena kuishukuru Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa kunialika kwa mgeni rasmi na kupata fursa ya kuzungumza na vijana wa hapa Mwanza, lakini Tanzania kwa ujumla kupitia hadhara hii. Ndugu wageni waalikwa, baada ya kusema haya, niwashukuru sana na nitamke rasmi kwamba uwezeshaji wa mitaji wa kuendesha miradi iliyobuniwa na kuibuliwa na vijana wakati wa mafunzo ya vitendo vya BBT uvuvi umezinduliwa rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Niwaombe tuchangamkie fursa hizi. Fursa hizi haziko kisiasa. Fursa hizi ni halisi. Na vielelezo ni vijana hawa leo ambao wanapokea fedha hizi. Mheshimiwa mgeni rasmi, vijana hawa siwafahamu kwa majina, siwafahamu wanakotoka, sifahamu wazazi wao, sifahamu makabila yao.